Bwana Yesu asifiwe. Amina. Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba ziwe pamoja nanyi. Karibuni sana katika mahubiri ya leo. Ni mimi wenu mtumishi Francis Ndacha, na mahubiri yetu yatakuwa na kichwa cha anwani ibada katika roho. Ibada katika roho. Jambo hili la ibada katika roho ndilo jambo ambalo limezua mjadala mkubwa katika watu ambao wanadai ya kwamba wanamfanyia Mungu ibada, kwa sababu ibada ambaye iko nje ya roho wa Mungu, ibada hiyo inabaki kuwa ibada haramu na ibada ambaye haiwezi kumpendeza Mungu. Kwa hivyo jambo hili ni jambo ambalo tunafaa kulitilia maanani, kuweza kulifahamu, ili tuweze kuhakikisha kwamba tuko katika laini iliyo sawasawa. Tusije tukawa tunafanya ibada na iwe tuko katika nje ya barabara ama nje ya njia ambaye ni mpangilio uliowekwa kwa watu ambao wanamfanyia Mungu ibada. Sasa kitu ambacho ningetaka tuweze kunukuu ni andiko la Yohana 4 kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 24. Tutaangazia hapo sana na tutaweza kujifundisha mengi siku ya leo kupitia uwezo wake Mwenyezi Mungu. Msomaji, naomba uweze kutusomea andiko hilo. Linasema nini? Inasema, ndiyo, ninyi mnaabudu msichokijua, ndiyo, sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi, ndiyo, lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi, ndiyo, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Andiko hapa linasema ya kwamba saa ipo, wale ambaye ni waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa hivyo hao ndio waabudu halisi. Tenemka na andiko hilo linasema nini? Kwa maana, ndiyo, Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Kwa hivyo Yesu, kama vile ambavyo tuliona jana ya kwamba Yesu aliwakilisha huduma ama taasisi ya ubaba, Yesu anasema ya kwamba Baba anawatafuta watu kama hao waweze kumwabudu. Kwa hivyo ajenda kubwa ama topic ambayo Yesu anaongelea pale, alikuwa anaita watu katika ibada ya kumwabudu Baba, lakini anasema ya kwamba wale ambao Baba anawataka wamwabudu ni wale watamwabudu katika roho, ni wale watamwabudu katika roho na watamwabudu katika kweli. Mstari wa chini, Mungu ni roho. Sasa kitu ambacho ningeomba ni uelewe ni ya kwamba maneno ambayo tumetoka nayo juu hayajabadilika, bado tunaendelea nayo. Hapo juu tumeona ya kwamba Yesu anaongelea habari za ibada ambaye inampendeza Mungu na ibada ambaye Mungu anatafuta watu wa kumwabudu. Yesu anasema wale ambao ni waabudu halisi ni wale wanamwabudu Baba katika roho na kweli. Alafu Yesu anasema Baba anawatafuta watu kama hao waweze kumwabudu. Alafu anasema Mungu ni roho. Kwa hivyo andiko ambalo limetoka juu limetuambia habari za Baba, na hapa chini inasema Mungu ni roho. Kwa hivyo Yesu anamuogelea Baba yake kuwa yeye ndiye Mungu, na anasema Baba yake ni roho. Kwa hivyo wale wote ambao watakaoingia katika ibada lazima waingie katika ibada ya roho. Ibada ya roho. Teremka hapo chini kidogo. Nao wamwabuduo yeye. Sasa inasema Mungu ni roho. Kumbuka kule juu amesema wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Baba anawatafuta watu kama hao
ili waweze kumwabudu. Alafu tumefika mahali anasema Mungu ni roho. Kwa hivyo ina maana Yesu amesema Mungu ni Baba, na huyo Mungu ambaye ni Baba ni roho. Teremka chini. Nao wamwabuduo yeye, na wale wanaomwabudu yeye, imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Unaona, statement inaeleweka. Labda mtu ambaye hataki kuelewa maneno ya Yesu yanaeleweka. Ameanzia kumweleza habari za Baba na habari za ibada yake lazima iwe katika roho na kweli, na wale ambao wanamwabudu lazima watamwabudu katika roho na kweli. Kwa hivyo nje ya hapo hakuna ibada halisi. Nje ya hapo hakuna ibada halisi. Sasa swala la kwanza, kwa maana jana tulipokuwa tunaongelea habari za ubaba na taasisi ya ubaba, tulianzia ibada ya mbinguni. Kwa hivyo ina maana Mungu ili aweze kuongelea ibada ya hapa duniani lazima awe na ibada katika mbingu. Kwa hivyo malaika ambaye wako mbinguni ama kila yoyote ambaye yuko mbinguni ana ibada anaifanya, lakini ibada hiyo inafanyika katika roho. Tunaposema ya kwamba ibada inafanyika katika roho na Mungu ni roho, tunaongelea nini? Ni ya kwamba haiwezekani ibada ya kimwili kumpendeza Mungu. Lazima ibada igeuke iwe ibada ya roho. Sasa tunapoongelea ibada ya roho, andiko limesema ya kwamba Mungu ni roho. Haijasema ya kwamba Mungu ni Roho Mtakatifu. Andiko limesema tu Mungu ni roho, na wale wanaomwabudu lazima watamwabudu katika roho na kweli. Hao ndio watakaomwabudu katika ukweli. Sasa tunapoongelea, ningeomba unisomee kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wake ni 21. Tujaribu kurudisha mawazo yetu katika tabaka, ama tuweze kurudisha mawazo yetu mbinguni, tuweze kuangalia utaratibu wa mbingu unavyofanya kazi yake. Soma tusikie. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 21. 5:21 inasema ndiyo, na kuagiza mbele za Mungu. Sasa hapa Paulo anaanza anasema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, na mbele za Kristo Yesu, na mbele za malaika wateule, na mbele za malaika wateule, uyatende hayo pasipo kuhukumu. Pasipo kufanyaje? Kuhukumu. Lakini anaagiza mbele za Mungu, anaagiza mbele za Kristo Yesu, na anaagiza mbele za malaika wateule. Bwana asifiwe. Amina. Tumesoma andiko la kwanza ambalo linasema ya kwamba Mungu ni roho, na andiko hilo katika muktadha wake linamuongelea Baba. Kwa maana Yesu anasema huyo Mungu ambaye ni roho ni Baba ambaye anawatafuta watu kama hao waweze kufanyaje? Kumwabudu. Kwa hivyo Mungu ni roho. Na katika andiko ambalo tumefuatanisha limesema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Sasa ningeomba tuende katika kitabu cha Wakorintho wa pili. 3 mstari wake ni 3. Wakorintho wa pili 3 mstari wake ni 3. Alafu tuweze kuingia moja kwa moja ili tuweze kuingia katika ibada hiyo. Hebu soma. Inasema ndiyo, mnadhihirishwa kwamba, na mumedhihirishwa ama mnadhihirishwa, mnadhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Sasa hapa tunaona ya kwamba waumini, kila mtu ambaye anayeamini amekuwa barua ya Kristo, ndio tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, ambaye barua hii haijaandikwa kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo ina maana kila muumini ni barua ya Kristo, ambaye barua hii imeandikwa kwa Roho wa Kristo. Kwa hivyo ili uweze kuingia katika ibada ambaye ni ya kumwabudu Baba katika roho na kweli, lazima mwenyewe uwe barua iliyoandikwa kwa Roho wa Mungu. Sasa naomba unisomee hapo chini katika mstari wake
ni wa 17. 17 inasema, inasemaje? Basi ndio ndiye Roho. Soma vizuri. Basi ndiye Roho. Basi Bwana ndiye Roho. Basi Bwana ndiye Roho. Walakini alipo Roho wa Bwana, walakini mahali alipo Roho wa Bwana, hapo ndipo penye uhuru. Hapo ndipo pena nini? Uhuru. Sasa kuna kitu moja nataka uunganishe, ya kwamba katika kitabu cha Yohana 4 mstari wa 24 tumepata ya kwamba Mungu ni Roho na wamwabuduo inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Alafu tukapata ya kwamba wale ambao ni waumini ni barua ya Kristo ambayo imeandikwa si kwa wino bali kwa roho wa nani? Wa Mungu. Mnasahau? Ama taikani kusahau andiko tukilisoma unakumbuka lilisema nini? Ama turudie? Naomba urudie 3:3 wa Korintho wa pili. Tafadhali, mimi napenda kuona watu kile nafundisha wanaelewa. Tafadhali niongee dakika 2 nimalize, kuliko niongee maneno mingi baadaye hakuna kitu umepata. Nataka tuwe na simple and clear, yaani kitu ambacho naeleweka, na kama hujaelewa uniambie sijaelewa, nitarudia. Soma tusikie. Mnadhihirishwa kwamba, mmedhihirishwa kwamba mmekuwa barua ya Kristo. Mmekuwa barua ya Kristo tulioikatibu, iliyoandikwa si kwa wino, bali kwa Roho wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo pointi yetu hapo katika hiyo aya ni kwamba barua hiyo inaandikwa kwa Roho wa nani? Wa Mungu aliye hai. Sasa mstari wa 17 inasema ya kwamba Bwana ndiye Roho na alipo Roho wa Bwana pana uhuru. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hivyo hakuna kitu kizuri kama kuabudu Mungu katika uhuru. Leo kitu ambacho kinafanya tuweze kuondoka kwenye madhehebu ni kwa sababu madhehebu yameondoa uhuru wa kumwabudu Mungu. Bwana asifiwe. Amina. Mahali ambapo pameingia udikteta katika ibada, inakuwa ibada hiyo haiongozwi na Roho wa Mungu, kwa sababu mahali pana Roho wa Mungu pana uhuru. Kwa hivyo watu ambao wanamwabudu Mungu katika roho na kweli wanamwabudu katika uhuru. Kwa hivyo wana uhuru wa dhamiri. Lakini mahali ambapo Roho wa Mungu hafanyi kazi, panageuka sasa, hakuna uhuru tena. Kile ambacho kinakuwa hapo ni mabavu. Watu wanaongozwa katika mabavu, watu wanalazimishwa katika mabavu, hawana uhuru. Lakini alipo Roho wa Bwana ndipo pana nini? Uhuru. Pana uhuru. Alafu tunaambiwa ya kwamba Bwana ndiye Roho. Sasa huyu Bwana ndiye Roho ambaye anaongelewa katika hilo andiko, kulingana na muktadha huo wa andiko hilo, kwa sababu utasoma kwa wakati wako, inamuongelea Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo ina maana unaposoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8 mstari wa 6 inasema ya kwamba kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba. Kwa hivyo ukisoma katika hiyo Yohana tumesoma 4 mstari wa 24, Mungu ni Roho, inamwangukia nani? Baba. Alafu nasema tunaye Bwana mmoja Yesu Kristo. Tukija katika Wakorintho wa pili 3 mstari wa 17 inamwangukia Yesu Kristo. Anasema Bwana ndiye Roho, na wale ambao wanamwabudu lazima wamwabudu katika roho na nini? Kwa hivyo ibada haiwezi kuwa ibada bila Yesu Kristo kuwa ndani ya ibada. Ibada haiwezi kumfurahisha Mungu kama Yesu hapatikani katika ibada hiyo. Kwa hivyo wakati Yesu anapatikana katika ibada hiyo, kunakuwa na uhuru, na ibada hiyo inakuwa katika roho na kweli. Kwa hivyo Yesu anapotumwa kwenye kanisa, anapokuwa katika kanisa, basi kanisa hilo liko na uhuru wa kumwabudu Baba. Yesu anasema Baba anawatafuta watu kama hao ili waweze kumwabudu.
Paulo anaandika katika kitabu cha Wakorintho wa pili, anasema lazima watu ambao wamekuwa barua ya Kristo wawe wameandikwa katika roho wa Mungu. Sasa kisugumkuti ambaye kiko katika ibada leo ni hilo swala la roho wa Mungu, kwa sababu roho wa Mungu akishakosa kujulikana anavyotenda kazi, basi watu watakuwa wanafanya kazi watakuwa wanafanya ibada katika mwili. Ndio sasa ukiangalia katika ibada nyingi utapata ya kwamba zinaongozwa katika ngumi na mateke, kwa sababu ibada hizo hazina uhuru, bali zinaongozwa katika udikteta na haziongozwi katika kweli. Sasa ningeomba tuende katika kitabu cha Waibrania, kitabu cha Waibrania 1 mstari wa 13 na mstari wa 14. Inasemaje? Je, yuko malaika aliyemwambia wakati wote, ndio uketi mkono wangu wa kuume? Sasa hapa tunaona ya kwamba hoja inayoongelewa hapa ni ya kwamba hakuna malaika ambaye ameambiwa aketi mkono wa Mungu wa kuume. Hakuna malaika ameambiwa aketi mkono wa kuume wa Mungu. Twende. Hata nitakapoweka adui zako chini ya nyayo zako. Ndio. Je, hao wote si roho watumikao? Ndio. Wakitumwa kuwahudumu wale watakaorithi wokovu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hawa malaika ni roho watumikao ambaye wanatumwa kuwahudumia wale watakaofanyaje? Watakaorithi wokovu. Watakaorithi wokovu. Sasa mimi nataka muniambie kama kuna huduma nyingine ambaye inatumika ya kuwahudumia wale watakaorithi wokovu isipokuwa utaratibu huo ambao tumeusoma. Ya kwamba ina maana ya kwamba kuna utaratibu ambao Mungu ameweka. Na ndio maana Paulo anapoandika kitabu cha Timotheo 5:21 tulioisoma, amesema ninakuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Na tumesoma tukapata ya kwamba Mungu ni roho, Bwana ndiyo roho, malaika ni roho watumikao. Kuna kitu umeshika hapo? Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, malaika ni roho watumikao. Malaika ni roho watumikao. Sasa kama malaika ni roho watumikao, wakija kuwafanya ama kuwasaidia ama kuwahudumia wale watakao urithi wokovu. Kwa hivyo ina maana ibada inayoendelea mbinguni haina utofauti na ibada ambayo inaendelea hapa duniani, na ili iweze kumpendeza Mungu, lakini lazima ibada hiyo iwe na oda ya kwamba wale watakao shiriki katika ibada hiyo ni wale ambaye wameruka kutoka katika ibada ya kimwili wakaingia katika ibada ya kiroho, maana Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, malaika ni roho watumikao. Sasa ukiwa wewe si wa kiroho, basi utahusikaje katika ibada hiyo? Haiwezekani mtu yoyote wa kimwili kuingia katika ibada na hawezi kumfurahisha Mungu katika ibada hiyo. Hata ukatoa pesa ngapi, hata ukatoa muda wako kiasi gani, kama wewe haujakuwa mtu wa kiroho, basi katika ibada ya Mungu haupo. Ndiyo Yesu anasema katika Yohana 3 mstari wake ni wa 6. Naomba tusome kitabu cha Yohana 3 mstari wake ni wa 6. 3:6. Ndiyo. Nasemaje? Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo ina maana kuna uzazi mara mbili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Roho. Baliza hapo chini. Inasema, usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Unaona? Kwa hivyo kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo usistaajabu kwa nini nimekuambia lazima uzaliwe mara ya pili. Yesu anapomwambia lazima uzaliwe mara ya pili, anamwambia lazima uzaliwe kwa maji
na lazima uzaliwe kwa roho. Sasa huyu roho ambaye anazalia wapi? Tuende atuzae. Katika kitabu kile ambacho tumekisoma cha Wakorintho wa pili 3:3 imesema ya kwamba mmekuwa barua ya Kristo tuliyoikatibu, iliyoandikwa si kwa wino bali kwa roho wa Mungu. Kwa hivyo na maana ya kwamba wote ambao ni barua na wameandikwa katika roho wa Mungu, hao ndio wanaoshiriki katika ibada ya kweli. Hawa wengine wote watakuwa wanajaribu kumpendeza Mungu katika mambo yao ya mwili. Haijalishi uko na pesa gapi, haijalishi uko na muda gani wa kutoa, lakini kitu ambacho Mungu anataka wewe kiweze kumfurahisha ni wakati wewe utakuwa mtu wa roho, mtu wa rohoni. Kwa sababu mambo yote ya Mungu ni ya rohoni. Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, malaika ni roho watumikao, na hakuna mtu atakayeenda mbinguni asipokuwa roho. Lakini swali ni je, kwa sababu Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, malaika ni roho watumikao, una maana kusema hawana umbo? Kwa sababu kuna watu wakisoma Yohana 4:24 Mungu ni roho, wanasema basi hana umbo. Sasa kama Mungu ni roho hana umbo, malaika ni roho watumikao, malaika hawana umbo, Bwana ndiye roho, ina maana hana umbo. Kwa hivyo wale watakaofufuliwa watafufuliwa wakiwa na mili ya roho ama mili ya damu na nyama? Watakuwa na mili ya roho, kwa sababu hakuna mwili na damu zitakazo urithi ufalme wa nani? Wa Mungu. Tusome Wakorintho wa kwanza 15:40. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 40. Ndio maana unaposoma, nafikiri ni Wakolosai 3, inasema tunatakikana kuishi mbinguni tukiwa hapa hapa duniani. Ya kwamba mawazo yetu yanatakikana kuwa ya mbinguni, hayatakikani kuwa ya hapa duniani. Tunaishi mbinguni tukiwa hapa hapa. Yesu anasema, Paulo anapoandika kitabu cha Wafilipi anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba tunahitajika kuwa sawa na Mungu. Tutafanyaje? Ni nini ambacho kinaweza kutufanya sisi tuwe sawa na Mungu? Maana andiko limesema lazima tuwe hivyo. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Yeye alikuwa yuna namna ya Mungu. Kwa hivyo ina maana sisi pia tukiwa na namna hiyo lazima tuwe sawa na nani? Nasema lazima mtakuwa watakatifu kwa sababu mimi ni mtakatifu. Kwa hivyo hakuna mwenye dhambi atakayemuona Mungu. Lakini kuna maandiko yanayosema ni nani ambaye amezaliwa na mwanamke ambaye anaweza kufanya mema na asifanye dhambi? Anatoka wapi? Ndio Yesu anasema lazima uzaliwe mara ya pili, lakini utazaliwa na roho. Maana kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni nini? Mwili. Ni mwili. Kwa hivyo wale ambaye wanamwabudu Mungu katika roho ni wale ambaye wamezaliwa mara ya ngapi? Pili. Na tunapoogelea kanisa, tunaogelea kanisa ambalo mwanadamu hawezi kuliona, kwa sababu ni kanisa la kiroho. Wale ambaye wamezaliwa mara ya pili ndio wanaweza kuliona peke yake, kanisa la Mungu lisilo na mawaa, lisilo na dosari, kwa maana ni watu waliozaliwa na nini? Na roho, ambaye ibada yao inamfurahisha Mungu. Ibada hiyo ndio inamfurahisha Mungu, lakini hakuna ibada nyingine kinyume cha hiyo inayemfurahisha Mungu. Ndio maana katika kitabu cha, nafikiri ni waraka wa kwanza wa Yohana 1:3 inasema ushirika wetu ni pamoja na Mungu na mwanawe. Kama ushirika wetu ni pamoja na Mungu na mwanawe, tuna ushirika ya kwamba ndani ya kanisa la Mungu tuna ushirika wa Mungu pamoja na mwanawe. Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, na malaika ni roho watumikao. Kwa hivyo ina maana katika kanisa la Mungu malaika ni washiriki, lakini kwa sababu malaika ni roho watumikao, hawamtendei Mungu dhambi. Hatuna malaika hata mmoja anafanya dhambi mbinguni. Na katika kitabu cha Waibrania, natumai Waibrania 12 mtaandika kwa wakati wenyu, mtasoma kuanzia mstari wa 22, nasema mumeufikiria mlima Sayuni na mji wa Mungu pamoja na malaika elfu nyingi, mkutano mkuu na kanisa la wazaliwa wa kwanza, ambao majina yao
yameandikwa mbinguni. Alafu anasema kwamba na katika roho za watu waliokamilika. Kwa hivyo ina maana ya kwamba kuna kukamilika na kuna kukamilishwa, ya kwamba ili ibada iwe katika roho na kweli lazima iwe mioyo iliyokamilika. Tutakamilikaje ili tuweze kumpendeza Mungu? Tutakamilikaje ili tuweze kumpendeza Mungu? Kwa sababu lazima tukamilike, lazima tukamilike tuweze kumpendeza Mungu. Na kukamilika kwetu lazima tuwe tumezaliwa mara ya pili na tuwe barua ya Kristo ambaye imeandikwa na Roho wa Mungu. Sasa basi, kwenye kitabu cha Wakorintho 15 mstari wake ni wa 40. Naomba uisome sasa. Inasemaje? Tena kuna miili ya mbinguni. Tena kuna miili ya mbinguni. Na miili ya duniani. Na kuna miili ya nini? Ya duniani. Kwa hivyo kuna watu ambaye hawataenda mbinguni kwa sababu wako na miili ya nini? Ya duniani. Lakini kuna wale wataenda mbinguni kwa sababu wana miili ya nini? Mbinguni. Ya mbinguni. Yesu atakapokuja, kuna watu ambao wako kaburini ambao wamekwisha kulala, watafufuliwa na watakuwa na miili ya mbinguni. Na kuna watu ambao hawataoja mauti. Yesu akija atawapata, watabadilishwa miili, watakuwa na miili ya mbinguni. Lakini kuna watu ambao hawataenda kwa sababu hawakuweza kuzaliwa mara ya pili muda wote waliokaa duniani. Sasa ukisoma kitabu cha Warumi 7 mstari wake ni wa 12. Hebu nisomee. Warumi 7 mstari wake ni wa 12. Inasema, kama si 12 utaangalia 14. Hebu soma hapo kwanza nisikie. Basi torati ni takatifu. Basi hapo ndipo tunataka kuuliza hapo. Watu wengi kwa sababu hawataki kuzaliwa mara ya pili, wanamalizia kutafuta chochoro. Wanasema sasa, kwa sababu hizi sheria za Mungu ni ngumu, afadhali tukubali neema, tuondoe hizi sheria kwa sababu ni kama zimekuwa gumu kwetu. Kwa hivyo utawasikia watu ambao katika ibada zao hawataki sheria. Wanakuambia sisi ni watu wa neema, mbona nyinyi mnaogelea sheria nyinyi? Lakini Mungu hawezi kuwepo bila sheria yake. Hawezi. Kwa sababu Mungu ana serikali. Na serikali za dunia zimeiga serikali ya nani? Ya Mungu. Ina maana ya kwamba hapa duniani tukae bila sheria? Mungu hawezi kuishi bila sheria. Lakini wale wana wa Mungu hawakandamizwi na sheria hizo kwa sababu wao na Mungu wako sawa. Ni kama leo tuambie Mungu anajikandamiza na sheria zake. Mungu amesema usizini, amejikandamiza, alikuwa anataka azini, sasa hiyo amri imemkandamiza yeye. Ina maana ya kwamba Mungu anaposema ya kwamba usizini, hiyo ndio tabia yake. The nature of God. Tabia ya Mungu ni utakatifu, na utakatifu ni wale watu ambao hawafanyi nini? Dhambi. Wakati dhambi ni kufuja nini? Sheria. Sasa kama Mungu ametupa neema ya kutukamilisha tuwe watakatifu ama tuwe wenye dhambi ambaye Mungu anawafungia macho? Tuwe watakatifu, watu ambao hawawezi kutenda dhambi hata watake. Malaika hawawezi kutenda dhambi. Malaika ni roho watumika. Bwana ni roho. Mungu ni roho. Na wale watakaye urithi ufalme wa Mungu lazima wawe nini? Roho. Wazaliwe mara ya pili. Kilichozaliwa kwa mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Ndio maana tumeambiwa tuzaliwe mara ya pili. Yesu alizaliwa mara ya pili. Yesu alizaliwa mara ya pili. Na kwa sababu ya Yesu kuzaliwa mara ya pili, ilikuwa ni jambo ambalo tungejifunza kwalo, ya kwamba Yesu amezaliwa chini ya sheria, lakini sheria hiyo hakuvunja. Alisimama mbele ya Wayahudi akawauliza, ni nani miongoni mwenu anayenishuhudia nina dhambi? Kwa hivyo ina maana Yesu, kwa sababu mara ya kwanza alizaliwa na nani? Na Mungu. Sasa wale ambao wanaodoa Yesu kuzaliwa na Mungu, wanaodoa ya kwamba hawameshindwa kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu kitu cha kwanza Yesu alizaliwa na Mungu.
Kwa hivyo akawa na asili 100 na mwenye amemzaa. Alafu akaja akazaliwa na Mariamu, akawa na asili 100 ya yule amemzaa. Ndio maana Yesu anaitwa mwana wa Mungu, na wakati huo huo anaitwa mwana wa Adamu. Yesu ni mwana wa Adamu kwa sababu amezaliwa na Mariamu, na Yesu ni mwana wa Mungu kwa sababu amezaliwa na Mungu. Kwa hivyo mwana wa Adamu ndiye mwana wa nani? Mungu. Kwa hivyo Yesu aliposhida dhambi, alishida dhambi kwa sababu uzao wa Mungu ulikuwa ndani yake. Kwa hivyo wale ambao leo watakaofanya ibada ya kumfurahisha Mungu ni wale ambaye uzao wa Mungu utakuwa ndani yao. Tusome kitabu kinaitwa waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 9. 3 mstari wake ni wa 9. Inasema nini? Kila mtu aliyezaliwa na Mungu, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Rudia tena. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu. Rudia. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hatendi dhambi kwa nini? Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Kumbe wale ambaye hawatendi dhambi ni wale wamezaliwa na Mungu, kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yao. Kwa hivyo hao ndio watu wanaweza kufanya ibada ya kumfurahisha Mungu, kwa sababu ibada yao si ya kupretend, si ya kujifanya. Yaani wao ni watu wa Mungu hasa. Hawafanyi mema wamfurahishe Mungu waende mbinguni. Wanafanya mema kwa sababu ni nature yao. Unataka kuniambia hii muembe ambaye uko hapa tupate umezaa machungwa, si tutashangaa? Lakini tukipata huu muembe uko na maembe makubwa, tutajua kwamba huu muembe kweli umezaa, kwa sababu umezaa matunda yake. Yesu anasema ya kwamba kile ambacho kiko ndani yako ndicho kinachokutambulisha wewe ni nani. Kama wewe umezaliwa mara ya pili, wewe ni mtu mwema na hauwezi kupretend ubaya, kwa sababu wewe ni mtu mwema kwa nature yako. Wewe ukiwa mtu mbaya na unataka kujifanya mwema, lazima tutakujua, kwa sababu muda wa kujulikana utafika. Kwa maana wewe si mwema, wewe unajifanya mtu mwema wakati wewe kwa asili yako ni mtu mbaya. Si ati ya kwamba ati Mungu anashangaa kwa sababu ya ubaya wako. Mungu anashangaa aje wakati anajua ya kwamba matunda ya mti ndio unatambulisha mti mwenyewe. Kwa hivyo kile ambacho kiko ndani yako ndicho kinakutambulisha. Wewe ni mtu mbaya, tutakujua. Wewe ni mtu mzuri, tutakujua. Lakini katika Adamu ambaye aliumbwa na Mungu, kwa sababu ya kuanguka kwake na kushindwa kushika sheria za Mungu, ndio kukaja Adamu wa pili, ambaye Biblia inasema huyo Adamu wa pili ni roho wenye kuhuisha. Hebu soma 15:47 Wakorintho wa kwanza. Kitabu cha Korintho wa kwanza 15:47. 15:47 inasemaje? Mtu wa kwanza atoka katika nchi, ndio ni wa udongo. Mtu wa pili atoka mbinguni, anatoka mbinguni. Tuende. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo walivyo walio wa udongo. Tuende. Na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo walivyo walio wa mbinguni. Safi, tuendelee. Na kama tulivyochukua sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Kwa hivyo huyu wa mbinguni, huyu ni roho mwenye kuhuisha. Naomba mtafute andiko hapo, liko hapo karibu hapo, ya kwamba huyu Adamu wa pili ni roho mwenye kuhuisha. Huyu Adamu wa pili ni roho mwenye kuhuisha. Kwa sababu hiyo lazima huyu wa pili, lazima wale kama tulifanana na yule Adamu wa kwanza, lazima tutafanana na huyu Adamu wa pili, huyu Adamu wa mwisho. Kwa hivyo watu wengi leo katika nyumba za ibada wataishi katika nyumba za ibada, lakini kitu ambacho kitawaondoa katika ibada ya kweli ni kwa sababu ibada yao haimo katika roho na imo katika kweli.
45. Soma mstari wa 45 hapo. Ndivyo ilivyoandikwa, mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Kumbe Adamu wa mwisho ni nini? Roho yenye kuhuisha. Adamu wa mwisho ni nini? Roho yenye kuhuisha. Sasa kama huyu Adamu wa mwisho ni roho mwenye kuhuisha, tutafanyaje ili tufanane naye? Kwa sababu kama alivyo yule wa udongo, ndivyo atakavyokuwa wale ambaye watazaliwa mara ya pili, watafanana na Adamu wangapi? Kwa hivyo kuna kuzaliwa mara ya kwanza na kuna kuzaliwa mara ya nini? Ya pili. Ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza nafikiri ni 2 mstari wa 14 nasema ya kwamba hebu isomwe maneno yamepotea yenye yako hapo. Mstari wa 14. Wakorintho wa kwanza 2:14. Inasema nini? Inasema ndio, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi. Naona kuna watu ambao wanapokea maneno ya Mungu, lakini mwanadamu wa tabia ya asili hawezi kuyapokea kwa sababu kwake huyo ni upuuzi. Kwa hivyo lazima watu wakubali kuzaliwa mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili ni kuzaliwa katika roho, ili waweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini sasa brother zangu, tumesharibu kuangalia, tukaona Mungu ni roho, tukaona Yesu ni roho, na tukaona malaika ni roho. Lakini sijajua mahali pengine mniambie roho ni roho. Pengine nimesahau kusoma hilo andiko. Roho ni roho. Mimi naona Mungu ni roho, Bwana ndiye roho, malaika ni roho watumikao. Hakuna mahali naona roho ni roho. Sasa nataka niwaambie kitu moja. Wakati ambapo shetani atakapochukua mamlaka mahali, anawazuia watu kuzaliwa mara ya pili. Na ni wakati ambapo mahali roho wa Mungu ameondoka. Kwa sababu roho wa Mungu hawezi kukaa mahali ambapo shetani anakaa. Shetani akikaa mahali anachukua ushukani. Roho wa Mungu akikaa mahali anachukua ushukani. Yesu anasema katika Yohana 14 mstari wa 23. Naomba tuisome. Kitabu cha Yohana 14 mstari wa 23. 14:23 inasema, ndio. Yesu akajibu akamwambiaje? Mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Okay. Sasa ina maana Yesu anasema mtu akilishika neno, Baba yangu atafanyaje? Atampenda. Baba yangu atafanyaje? Atampenda. Baba yangu atampenda. Nasi nani? Nasi nani na nani? Baba na Mwana. Sasa kama Yesu anasema Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Sasa Yesu na Baba yake wanakuja kwako. Wanakuja kwako kwa njia gani? Kwa sababu ina maana ya kwamba hakuna chochote ambacho kinatoka kwa Mungu bila kupita kwa Yesu. Kwa maana Yesu ni njia, kweli na uzima. Kwa hivyo Yesu ni njia ya kutufikia chochote kinatoka kwa nani? Kwa Baba yake. Kwa hivyo ina maana tunapata Roho Mtakatifu. Tunatoa wapi? Kwa hivyo tunatoa kwa Kristo, roho wa nani? Wa Baba. Kwa sababu roho wa Baba wote amempea nani? Amempea Kristo. Yani amempea katika fullness, ya kwamba anaweza akagawa, lakini anagawa roho aliyopewa na nani? Na Baba. Kwa hivyo ina maana Baba na Yesu wanashiriki roho ngapi? Moja. Kwa hivyo ukipata hiyo roho, utakuwa umepata roho gani? Utakuwa umepata roho wa Mungu ambaye wanashiriki na mwanawe. Ndio maana Yesu anasema Baba yangu atampenda, nasi tutakuja
kwake. Kwa hivyo ina maana katika ushirika hapa tunafaa tuwe na nani? Mungu na Kristo na malaika wateule. Kwa hivyo ina maana ibada yetu hapa, ili iwe ibada inamfurahisha Mungu, lazima Mungu awepo hapa, lazima Kristo awepo hapa, lazima malaika wawepo hapa. Sasa yule ambaye akiwa hapa, ibada hiyo si ya Mungu tena, ni Lucifer. Lucifer akipatikana kwenye ibada hiyo, ibada Mungu haichukui tena, anamwachia Lucifer aichukue. Sasa ninaomba watu watatu wakuja hapa waonyeshe kitu. Watu watatu, na ukuje na kiti yako. Kuja na kiti yako, mkae hapa. Kaa. Nataka ni demonstrate kidogo hapa. Sasa mimi nimewahi kusikia wimbo ambaye watu ambaye wanakuja kuhudumu, wanakuja watu watatu. Yule ambaye yako hapa katikati ni yeye anahudumu, lakini hawa wamemsidikisha. Lakini wakikuja katika ibada wanasema sifu Mungu wa neema, Baba, Mwana naye Roho. Kwa hivyo katika ibada hiyo anasifiwa nani? Nani na nani? Sasa mimi nataka mniambie, huyu Roho ambaye anasifiwa mbingu mzima, kama kuna ibada ya huyu, kwa sababu andiko limesema ushirika wetu ni katika Baba na Mwana. Naomba usome hiyo waraka wa kwanza wa Yohana 1:3. Mstari wa 3, 1:3. 1:3 inasema, ndio. Waraka wa kwanza wa Yohana 1:3. Hilo tuliloliona na kulisikia twawahubiri na ninyi, ili nanyi pia mpate kushirikiana nasi. Na ushirika wetu ni pamoja na Baba na nani? Na pamoja na mwana wake Yesu Kristo. Kwa hivyo ushirika wetu ni nani? Baba na nani? Mwanao Yesu Kristo. Haya, huyu sasa, kwa sababu tumemweka katika ibada, anapelekewa ibada. Huu ushirika wa huyu, nani huyu anapelekewa ibada? Lucifer. Sasa tukienda katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12. Nataka niwaonyeshe hapa yule, tukitakapokuogelea sasa hapa tunahitajika kuogelea holy angels. Kutoka hapa tunaingia katika holy angels. Kwa hivyo ina maana Mungu akiwa mbinguni akimpea roho mwanawe, huyo roho ukitaka kuutafuta lazima awe amepea nani? Malaika wateule. Ndio Paulo anasema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu na mbele za malaika wateule. Lakini hawa malaika huwa hawachukui ibada. Ndio maana yule alitumwa kwa Yohana akataka kumsujudia. Yohana akamwambia usifanye hivyo, kwa maana mimi ni mjoli wako. Msujudie nani? Mungu. Sasa kwa sababu ibada inatakikana kwenda kwa Baba. Baba yeye ndiye ameruhusu malaika wote wamsujudie mwanawe. Lakini wakati Mungu ameamurisha malaika wamsujudie mwanawe, hapa kulikuwa na mtu ambaye kulikuwa na kiumbe ambaye alikuwa anaitwa Lucifer. Alikuwa mkuu wa malaika wote, ambaye alikuwa ni kiumbe. Na alikuwa hapelekewi ibada. Lakini huyu alikuwa anataka abadilishe, akuje hapa ili apelekewe ibada. Sasa wakati alipofukuzwa akasemaje? Soma andiko hiyo. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni. Twende. Ewe nyota ya alfajiri. Safi. Mwana wa asubuhi. Ndio. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyeangusha mataifa. Wewe uliyeangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako. Nitapanda mpaka mbinguni. Alafu nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Kwa hivyo huyo Lucifer wakati amefukuzwa mbinguni ameapa kuleta kiti chake. Akitoka mbinguni aliacha nani na nani?
katika kiti. Baba na Mwana. Alimwacha Baba na Mwana kwenye kiti, si ndio? Ndio. Alafu akasema ya kwamba na yeye akikuja ataongeza kiti. Sasa akiongeza kiti kinakuwa cha ngapi? Cha 3. Kwa hivyo ukisema tusifu Mungu, Mwana na Roho, huyu ambaye ameongeza kiti hapa nani? Shetani. Kwa hivyo wakati watu wanamaliza tu ibada wanasema sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote wajuu pia sifuni Baba, Mwana na Roho. Sifa. Endeni mkakae. Sasa hapo ibada inakuwa imeenda kwa Lucifer tayari. Lucifer anakuwa amechukua ibada. Sasa mtu anaweza kuuliza, hivi wewe Dasha, unataka kuniambia haujasoma vitabu vya roho ya nabii? Yakoba zinasema ya kwamba kuna third person of the Godhead. Ya kwamba huyo third person ni nani? Dasha unatuambia. Sasa mimi nataka tufanye hivi. Kwa sababu katika sermon yangu sitaki kuweka mjadala. Nataka niweke mjadala hiyo pembeni. Masaa mengine tukipata tuweze kulichiba hili. The third person of the Godhead. Tuko pamoja eh? Sijui kama Masai huko na Biblia nyingine inaitwa Biblia ya Kiafrika. Kama hakuna tutaitumia baadaye. Nitaitumia baadaye basi. Sasa nataka niwaambie hivi. Wakati tutakapokubali ibada kama ile inayoendelea mbinguni, ya kwamba kuna Mungu na kuna mwanawe na kuna malaika wateule ambao ni washirika wa kanisa la Mungu, tutafanana na wao. Sasa wewe niulize, wewe Dasha vipi bwana? Unataka kuniambia wewe utaweza kushika amri 10? Mimi hata sihitaji amri 10. Ninahitaji Roho wa Mungu. The Spirit of God. The Spirit of God, Roho wa Mungu anamsababisha Mungu kukaa ndani yangu. Anamfanikisha Kristo kukaa ndani yangu. Kwa hivyo anakuwa sio mimi tena ninayeishi, bali ni Kristo anayetenda badala ya mimi nitende. Kwa hivyo mimi nimefanana na yeye kwa sababu anaishi ndani yangu. Wacha nifanye harusi kidogo. Kuja wewe. Kuja wewe mama, wewe mweupe mweusi umefunga hapa. Jo. Lakini ninataka nifuganishe harusi hapa saa hii, lakini si ya ukweli. Sasa nataka nikuonyeshe kitu ambaye nataka usome ujue ya kwamba ni nini kinaweza kutufanya sisi tukue watakatifu, kwa sababu tumezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili, Mungu anakaa ndani yetu. Sasa hapa huyu alioa huyu. Ukimwangalia huyu ako na mwili, huyu ana mwili. Sasa huyu alianza kupiga huyu. Alianza kupiga huyu. Kuja mzee. Wewe simama hapa. Sasa huyu akaanza kupiga huyu. Na huyu hana uwezo wa kupigana na huyu, amekadamizwa, amepigwa. Sasa siku moja huyu akaenda akapatana na huyu. Huyu. Sasa huyu akamwambia, huyu akaambia huyu, mimi niko na shida ya bibi yangu. Bibi yangu ananipiga vile sijawahi ona. Sasa utanisaidiaje? Akamwambia, sasa wewe, ili nikusaidie wewe, chelewa kwenda nyumbani, uende usiku. Huyu akajua sasa huyu anataka huyu aniue. Kwa sababu nikichelewa, ile kichapo nitapatana naye. Sijawahi kuona. Sasa wewe akamwambia, leo nakusaidia. Wewe hakuna kitu utafanya, lakini mimi nitakusaidia. Sasa huyu akachelewa, akakuja usiku saa 6 ya usiku. Huyu anapumua akigoja huyu, acha afike ile kichapo ataona. Anapumua balaa. Sasa huyu wakati alipokuja, huyu alikuja akakaa nyuma ya huyu. Huyu akakoka mulago. Kong, fungua. Huyu kufungua, huyu akakoka huyu kofi na akaondoka. Sasa huyu vile sikia huyu kofi, huyu anarukaruka hapa anasema, wewe unanijua wewe? Na si yeye aligonga. Unanijua, unajua naweza kukumaliza wewe. Na si yeye alikuwa amegonga.
Sasa huyu kwa sababu alisaidiwa na huyu akaokoka kwenye vita alikuwa anapatana na huyu mama, kwa sababu alisaidiwa na nani? Na huyu. Yesu anatusaidia kutoka kwa dhambi ambazo zimetushinda, zimetupiga vita, zimetulemea, lakini Yesu akiwa ndani yetu atafanya tushinde hiyo dhambi ambayo imetulemea. Endeni mkae. Sasa kitu ambaye tunaweza kufanya, tunaweza tukaogelea dhambi za mifumo, tunaweza tukaogelea dhambi za ibadani, lakini dhambi ya mwenzako si mahubiri, kwa sababu mwenzako anamhitaji Kristo aweze kushinda dhambi, asimame kama wewe ulivyosimama. Kwa hivyo tukiwa hapa zote, maadamu Kristo yuko ndani yetu, maadamu Mungu yuko ndani yetu, kila yoyote ako ndani hapa ataokoka katika wakati wake, atakamilika katika wakati wake, isipokuwa yule wa kupotea. Kama wewe uko miongoni mwa wale wanasema Mungu nikamilishe, niwe miongoni mwa watakao kamilika, nisiwe miongoni mwa watakao potea, tuchukue mkono juu tuombe. Baba mwema, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa ajili ya makambi ya hapa Dar es Salaam. Tunakuomba Mungu uwe pamoja nasi tunapoendelea na safari hii ya imani. Tujalie kuwa watakatifu sawa na wewe, mwanao na malaika watakatifu wanaoishi mbinguni. Tumeona ya kwamba Roho wako Mtakatifu ni zawadi pekee itakayetuwezesha tuwe na mawazo kama yako na tuwe na tabia kama zako. Mungu, tupe Roho huyo aendelee kutukamilisha, na tutakapokamilika tuendelee kuwakamilisha na wenzetu. Jina lako liweze kutukuzwa kwa sababu ya ibada hii. Waandae watumishi wote watakaosimama katika mibali hii, waandae kwa ajili ya ujumbe ya watu wako, ili makambi haya yatakapofika tamati, watu waweze kuwa wamebadilishwa na Roho wako Mtakatifu na wamekamilika sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen.